Ni mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA wako katika maonesho haya ya 88 2026. Wako kwa lengo la kuzungumza na wewe mkulima, wewe mfugaji, lakini pia wewe mvuvi. Katika maonesho haya ya 88 tunaenda kuzungumza nao, watueleze kitu gani ambacho wameleta kwenu nyinyi wa Tanzania katika maonesho haya. Kwa majina naitwa Charles Sangweni, ni mhandisi wa petroli na ni mkurugenzi mkuu wa PURA kwa maana ya mamlaka ya mkondo wa juu wa petroli. PURA ni taasisi ambayo inatekeleza majukumu yake chini ya Wizara ya Nishati na inatekeleza majukumu hayo kwa mujibu wa sheria ya petroli ya mwaka 2015 pamoja na kanuni mbalimbali ikiwemo kanuni ya local content na sera ya nishati. Kwenye ongezeko la thamani la zao la petroli tuna mikondo mitatu, kwa maana ya mkondo wa juu, tuna mkondo wa kati na mkondo wa chini, na mikondo hii inajumuisha shughuli mbalimbali ambazo zinatekelezwa kwenye kuongeza thamani ya zao la petroli au gesi. Kwa kifupi ni kwamba ili upate petroli au dizeli ambayo tunatumia kwenye vyombo mbalimbali vya moto, huwa tunafanya tafiti maeneo ambayo tunaamini yanaweza yakapatikana zao hilo, na kisayansi au kijiolojia maeneo ambayo mazao haya yanapatikana ni maeneo ya miamba tabaka au sedimentary rocks. Kwa lugha rahisi, maeneo ya miamba tabaka ni maeneo ambayo yana miamba laini ambayo mingi inakuwa kama ina sponge, inakuwa kama ina porous, ina vitundu. Kwa hiyo kwenye nchi yetu tumekuwa tukifanya tafiti hizo kuanzia miaka ya mwanzoni mwa 50, na katika ukanda wa bahari na maeneo mengine kwa maana ya ukubwa wa nchi yetu, kiasi cha square kilomita 534 ndicho ambacho tunaona kina miamba tabaka. Kwa hiyo tunaamini kinaweza kikawa na mafuta au gesi. Tukumbuke kwamba nchi yetu ina cover eneo takriban square kilomita 947. Kwa hiyo katika hizo square kilomita 947, square kilomita 534 lina viashiria vya kuonyesha kwamba tunaweza tukapata chochote. Sasa tokea tuanze hiyo miaka ya 50 tumeweza kufanya tafiti za awali kukava eneo linalofikia takriban square kilomita 162. Kwa hiyo tuna asilimia 30 tu ya maeneo ambayo tunaamini yana mafuta na gesi ndio tumeyafanyia kazi. Sasa sisi PURA ambao tunatambulika kama mdhibiti wa mkondo wa juu wa petroli ndio wadhibiti wakuu wa shughuli zote zinazofanyika ikiwemo hizo za utafiti, na tukitafiti tunaendelea na uchimbaji, na tunapopata chochote basi tunakizalisha. Lakini baada ya kukizalisha, iwe ni mafuta au gesi, huwa inatoka na uchafu na majimaji, na wakati mwingine haiko kwenye viwango ambavyo vinatakiwa kwa matumizi. Kwa hiyo huwa lile zao linaingizwa kwenye mtambo. Kama ni mafuta, basi lile tope litaingizwa kwenye mtambo tunaita refinery, na wengi mmesikia hivi karibuni kwamba kuna refinery itajengwa wapi. Huo ni mtambo ambao huo unachakata crude oil au mafuta ghafi kutoa petroli, diesel na vingine. Lakini kwa gesi ambayo tumeigundua, huwa tunaingiza kwenye mtambo tunaita processing plant, na baada ya kupata zao la mwisho tunasafirisha kwenda kwenye maeneo ya mauzo. Sasa kuanzia kwenye kuchakata, kusafirisha na kuweka kwenye maeneo ya mauzo, hiyo tunaita midstream au mkondo wa kati, na kule mwisho ambako ndio ugavi unatokea kama vile zilivyo petrol station, ile inaitwa downstream au mkondo wa chini. Wenzetu wa EWURA ndio wadhibiti wa eneo la kati na la chini, sisi tunaishia huku juu. Kwa Tanzania, PURA kama nilivyosema imeanza shughuli zake rasmi mwaka 2016 baada ya kusainiwa au kupitishwa sheria ya petroli ya mwaka 2015, na tokea tumeanza
tumekuwa tukitekeleza majukumu mbalimbali ambayo yako kwenye sheria hiyo, lakini ukia group yanakuwa kwenye magrupu matatu. La kwanza ni kushauri serikali juu ya shughuli zote zinazohusiana na mkondo wa juu wa petroli, lakini jukumu la pili ni kudhibiti. Sisi kazi yetu ni kudhibiti, kwa maana ya kwamba tunaangalia vitu vinavyofanyika kwenye eneo hilo vinaendana na sheria, taratibu na kanuni ambazo zimewekwa. Lakini jukumu la tatu, PURA ndio taasisi ambayo imepewa jukumu ya kuja kusimamia miradi yote ya usindikaji wa gesi asilia kutoka kwenye hali ya hewa kwenda kwenye kimiminika, yani LNG. Nafikiri wengi mnasikia kuhusu swala la mradi wa LNG. Kwa sisi ndio tutakao kuwa tunadhibiti, na tunadhibiti LNG ambayo itakuwa inapelekwa nje ya nchi au kuwa exported kwa ajili ya kwenda masoko mengine.